Naam, vigogo hawa wa Chadema kukamatwa. John Heche aibua madai hatari na ya kutatanisha, aweka ukweli wote hadharani sasa hivi na kuzua taharuki miongoni mwa wananchi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa ujumbe mzito na wa dharura wa tahadhari na mshikamano kwa wafuasi wa chama hicho na wananchi kwa ujumla. Haya yanajiri kufuatia taarifa za kijasusi za kutisha zilizoripotiwa kupokea kutoka kwa raia anayejali na mkarimu msamaria mwema ambaye alionya juu ya mpango wa siri wa mamlaka wa kuwakamata viongozi kadhaa wakuu wa upinzani. Operesheni ya aina hii inayolenga kukandamiza upinzani wa kisiasa anadai imekuwa mbinu iliyozoeleka katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania, hasa wakati ambapo sauti za upinzani zinashika kasi au kuleta changamoto kubwa kwa uongozi tawala. Katika taarifa yake aliyoitoa mwanzoni mwa wiki hii, John Heche hakumung'unya maneno yake. Aliweka wazi majina ya viongozi wa upinzani wanaolengwa kukamatwa na serikali, akiwemo yeye mwenyewe, akiwemo Amani Golugwa, Boniface Jacob, Sambodi Lienda, mwanamke aliyejulikana kwa jina la Mambo, pamoja na Godbless Lema na Nuru Ndosi. Kitendo cha kuwataja watu hawa hadharani si tu kuwalinda, ni kauli ya kisiasa ya John Heche inayoitaka serikali kutoendelea kutumia ukamataji holela ili kuzua hofu na kudhoofisha nguvu za shirika za vikundi vya upinzani. Ola kimakusudi la kuweka orodha hii hadharani linaonyesha ukubwa wa tishio na inasisitiza mtindo unaoendelea ambapo kuwakamata viongozi wa upinzani kunatumika kama mkakati wa kunyamazisha sauti za wakosoaji na kuvuruga mpangilio wa kisiasa. Kulingana nao, toni ya Heche ama sauti ya Heche hata hivyo haikuwa na hofu. Alitaja onyo kama wito wa hofu, lakini kama ujumbe wa tahadhari, nafasi ya kujiandaa kuwa macho na kupinga kupitia umoja. Matumizi ya ukamataji ili kutishia na kuyumbisha safu za upinzani ni mbinu ambayo anadai iliyovaliwa vyema katika kanda, na majibu tulivu na dhabiti ya Heche yanalenga kupunguza athari zake kwa kukuza ustahimilivu badala ya hofu. Kukamata viongozi wa upinzani mara nyingi hufanya kazi kama kitendo cha ishara kilichoundwa ili kuonyesha mamlaka, kudhibiti na kuwavunja moyo wale wanaodhubutu kupinga hali iliyopo ya serikali. Ujumbe wa John Heche unajaribu kugeuza ishara hiyo, kugeuza hofu kuwa suluhisho. Kinachoonekana zaidi katika tamko la John Heche ni dhamira isiyoyumba ya kubaki ndani ya nchi licha ya vitisho hivi vyote. Nikinukuu, alisema hatuendi popote. Alisema kwa uwazi, hata mambo yakiwa magumu namna gani tunabaki hapa hapa, hatuogopi na tutaendelea kusimama kidete kwa kile tunachokiamini. Simamo huu thabiti unapingana moja kwa moja na nia ya kuwakamata viongozi wa upinzani, ambayo sio tu kuwaondoa kimwili kutoka kwenye ulingo wa kisiasa, bali pia kuwalazimisha kujiondoa wenyewe au kuhimiza kurudi nyuma, kwa kudhibitisha kuwa yeye na viongozi wenzake hawatakimbia kamwe. John Heche anatoa ishara tosha ya kwamba uwepo wao nchini Tanzania ni dhamira ya kisiasa na kimaadili inayovuka hofu ya kukamatwa au kuwekwa kizuizini. Kukataa huku kunyamazishwa au kuhamishwa ni muhimu katika muktadha wa kisiasa, ambapo kitendo cha kuwakamata viongozi kama anavyodai wa upinzani mara nyingi husababisha kuwaondoa wafuasi, kuporomoka kwa imani ya umma na upinzani, na athari mbaya katika ushiriki wa kisiasa. John Heche anajaribu kuvunja mzunguko huo, kubadilisha kile ambacho kwa kawaida ni wakati wa hatari ya kisiasa kuwa moja ya nguvu ya pamoja. Kwa maana hii, ujumbe wake ni wa kujihami na kukera. Inalinda ari ya msingi ya Chadema ama wa Chadema, huku ikipinga uhalali wa kimaadili wa chombo cha dola ambacho kinategemea zaidi kukamatwa kama njia ya udhibiti wa kisiasa. Kulingana naye, John Heche pia alifikisha ujumbe wake kwa wananchi wa Tanzania, hasa wale wanaomuunga mkono ama wanaounga mkono demokrasia, utawala wa sheria na haki ya kijamii. Aliwataka kudumisha matumaini, amani, akisema kwamba hakuna njama iliyopangwa dhidi yao itafanikiwa. Kuwakamata viongozi wa upinzani, alieleza kwamba si dalili ya nguvu, bali ni kukiri ukosefu wa usalama wa kisiasa. Nukuu taarifa yake, alisema hivi: wanaogopa mawazo. Akadokeza kwamba wanaogopa ukweli, wanaogopa watu kuungana kwa ajili ya wakati ujao ulio bora zaidi. Urekebishaji huu wa kukamatwa kama dalili ya udhaifu badala ya mamlaka ni muhimu katika kudumisha ari miongoni mwa wafuasi ambao wanaweza kukatishwa tamaa na ukandamizaji wa serikali. Aidha, John Heche alisisitiza kuwa hayo si mapambano ya Chadema pekee,
bali ni mapambano ya Watanzania wote wanaoamini maadili ya kidemokrasia na utawala unaowajibika. Kwa kuoanisha masaibu ya Chadema na matarajio ya kitaifa ya haki na uwazi, anapanua msingi wa wasiwasi. Kwa kufanya hivyo, anaangazia jinsi kukamata viongozi wa upinzani si suala la chama tu, ni mgogoro wa kitaifa unaoathiri uadilifu wa mfumo mzima wa kisiasa na haki za kila raia. Ujumbe wa John Heche pia ni mwendelezo wa moja kwa moja wa upinzani unaoendelea wa Chadema dhidi ya mielekeo ya ubabe serikalini. Kukamatwa mara kwa mara kwa viongozi wa upinzani kwa miaka mingi kumekuwa mbinu inayotabirika katika kitabu cha michezo cha kisiasa humo nchini, hasa wakati wa nyakati nyeti kama vile za uchaguzi, maandamano ya umma au midahalo ya kitaifa, kwa kuleta usikivu kwa wimbi jingine la ukamataji unaokusudiwa. John Heche anasisitiza kwamba hili ni tatizo la kimfumo, halijatengwa au la bahati nasibu. Kamata viongozi wa upinzani iwapo itakuwa ni kweli kwa mtazamo huu kunakuwa chombo cha utawala badala ya jibu la kisheria kwa makosa. Hiyo ndiyo haswa ambayo John Heche ana changamoto na hofu nalo. Wakati hali ya kisiasa inaendelea kuwa ya wasiwasi, udhabiti wa vitisho vya kukamatwa unazungumza juu ya kutovumilia kwa kitaasisi kwa upinzani. Uamuzi wa Heche kuzungumza sasa kabla ya kukamatwa kwa mtu yoyote ni juhudi la kukatiza mtindo huo au mpango huo. Kufichua mpango kwa hiari kuna wanyima wahusika kipengele cha mshangao na kusisitiza masimulizi ya upinzani kabla ya mhasiriwa kuchukua hatua. Pia inatoa ishara kwa waangalizi wa kimataifa, watetezi wa haki za binadamu na vyombo vya kikanda kwamba nafasi ya uhuru wa kisiasa nchini Tanzania kulingana naye inazuiwa kimakusudi kupitia kukamatwa kwa viongozi wakubwa wa upinzani kama John Heche. Katika nchi ambayo mfumo wa sheria mara nyingi unachukuliwa kuwa unashirikishwa kwa malengo ya kisiasa, kuwakamata viongozi wa upinzani hutokea mara chache bila maana pana. Kuzuiliwa mara nyingi huambatana na kupaka matope hadharani, udhibiti wa vyombo vya habari na ucheleweshaji wa mahakama. Kulingana naye, mchakato unaongeza adhabu bila kuhitaji kuhukumiwa. Kauli hii ya John Heche kinyume chake inasisitiza kutokuwa na hatia kwa maadili na uhalali wa kisiasa wa wale wanaolengwa. Anadokeza kwamba uhalifu kwa mabano wao pekee ni kudai serikali yenye haki zaidi na inayowajibika, hisia ambayo inagonga moyo wa maadili ya kidemokrasia. Kulingana na John Heche, wito wake wa umoja labda ndiyo sehemu muhimu zaidi ya ujumbe wake. Anawaomba wafuasi, wanachama na hata walio nje ya Chadema wa Tanzania wote kuendelea kuwa imara. Anarejelea imani kwamba mshikamano ni dawa ya ukandamizaji. Kuwakamata viongozi wa upinzani kama itakuwa ni kweli kunaweza kuwaondoa watu binafsi kutoka mitaani, lakini kulingana naye hakuwezi na haipaswi kuondoa mawazo kutoka kwa mawazo ya umma. Kwa kukaa umoja na sauti, John Heche anasema vuguvugu hilo litashinda wimbi lolote la ukamataji, la kukamatwa au kuwekwa kizuizini au vitisho vya kisheria. Kwa njia hii ujumbe wake unakuwa kilio cha mkutano, inabadilisha uoga kwa ujasiri, uonevu kwa ukaidi. John Heche anawaambia wananchi kwamba wakati kukamatwa kwa viongozi wa upinzani kunalenga kuzima harakati, kunaweza pia kuamsha ikiwa utakutana na umoja, dhamira na hatua za kimkakati. Anawapa changamoto wananchi wenzake sio tu kushuhudia kinachoendelea, bali kujibu, kusimama na kuchukua hatua kali. Hatimaye ujumbe wa John Heche sio tu wa kupinga kukamatwa, ni juu ya kutetea roho ya taifa ambalo bado linatamani maadili ya kidemokrasia. Ni onyo kwamba kitendo cha kuwakamata viongozi wa upinzani si tu kuwashambulia watu binafsi, bali ni mmomonyoko wa haki za pamoja. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment chini ya video hii. Vile kumbuka kulike na kusubscribe, alafu bonyeza kibox hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii.